Uzungumzia podcast ambayo umeifanya. Tunawashukuru Safari Laga kwa kutupa nafasi ya kufanya podcast hii ambayo ilikuwa ina mchanganyiko wa watu kutoka sehemu tofauti tofauti, kwa maana kutoka Simba, kutoka Yanga, wachezaji wa zamani sana na wachezaji wa zama hizi. Hiyo mixer imeleta ladha tofauti na ubora kwenye podcast hii. Ndani ya podcast hii unapata nafasi ya kusikiliza historia za zamani sana ambazo wakina Sekiloji Chambua wamepitana nazo, lakini historia ya zama za kati za kina Mrisho Ngasa vile vile unakutana nazo, na historia ya sasa za kina Kapombe, za kina Job vile vile unakutana nazo. Lakini nje ya uwanja, kwenye maisha ya nje ya uwanja ambako tunafanyia kazi vile vile, historia hadithi zake unazipata vile vile kwenye podcast hii. Lakini tumezungumzia na kombe la dunia, safari nzima ya kombe la dunia, na mwisho kabisa ni utabiri wa kila mmoja kitu gani anategemea kwenye finali hii ya kombe la dunia, na kila mmoja akazungumzia na kutamba kwa timu yake. Na mimi bila shaka na nafasi kubwa ya kujivunia kwenye World Cup hii, timu yangu ambayo nilianza nayo toka hatua ya qualifier mpaka finali, kwa maana ya timu ya Argentina, tofauti na watu wengine. Watu wengine kila nani? Sijakutaja. Sawa. Wanabadilisha tu kila siku, wana timu mpya, lakini mimi najivunia nimeanza na Argentina. Ulianza na Irani. Ulianza na Irani. Irani ilikuwa timu ya kuionea huruma. Ndio ulianza nayo, lakini si kwa sababu ya huruma. Walipitia manyanyaso, kwa hiyo tukawa tunaonea huruma, lakini timu yangu ya rohoni ilikuwa ni Lionel Messi, na ambayo umeionyesha baada ya kufika finali. Mimi tangu tunawanyoa wakina Mafarao kote huko nilikuwa nao mpaka dakika ya mwisho. Mimi niwaombe mashabiki wenzangu wa Ureno, tumepigwa vita kubwa sana kwenye World Cup hii. Tumetolewa kimwili, kiroho bado tupo kwenye mashindano. Sasa hivi Jumapili Wareno wote tunakuwa ni kina Cristiano Yamaldo, tunakwenda kumsupport Lamine Yamal kwa ajili ya kuhakikisha Lamine Yamal anachukua kombe la dunia na tuinyamazishe dunia na makelele ambayo yanaendelea sasa hivi. Kwa hiyo Wareno wenzangu ambao hamkaa tamaa, sababu katikati hapa kuna kama watu mlifadhaika mkaanza kupungua. Wenzangu ambao ni roho ngumu, roho za paka, Jumapili twendeni tukasimame na Hispania. Tutabeba hili kombe japo kwa shida, lakini tutalibeba Jumapili. Kwa hiyo huko Argentina. Mimi niko kwa Yamaldo Jumapili. Unawapelekea gundu wenzio. Nilijaribu kuwa kwenu nilete gundu mkashona watu. Ndio nilipogundua kwamba shida sio mimi. Shida ni nani? Shida kwenye timu yetu ambayo nilimgundua ni shida kubwa. Ni MC Mboneke. Mko naye. Alivyosupport Ronaldo mambo kama akawa haeleweki. Kwa siku nilipokuwa mimi Argentina kashinda. Nagundua kumbe shida sio gundu. Nikarudi sasa kwenye mjadala wangu na nahakikisha Jumapili siwezi kuwa na huzuni mashindano yote. Wanasema Swahili anayecheka mwisho ndio anayecheka sana. Na tutacheka sisi kina Yamaldo. Nikuhakikishie tu kwamba Messi anachukua ndoo ya pili. Ndoo anaweza kuchukua, lakini sio lile kombe. Ndoo za kuogea, ndoo za kufulia anaweza kapewa na FIFA akafanyia hizo shughuli. Ila ile World Cup hawezi kubeba takale. Tusubiri tu nani atampa Infantino mkono akiwa anacheka mwishoni. Infantino kashampa mkono Messi, hatujui mambo mengi tu yanaendelea mashindano haya kaka. Kama sisi tumemaliza. Totally. Swali kuhusiana na hiyo podcast lakini. Podcast. Leo mmebanwa wanatu. Bwana tuanzishie. Na hapo leo tunaona hapo. Hapo. Wewe tuongeze dakika 8. Tumetoka kufanya bonge moja la podcast hapa ambayo imeandaliwa na Safari Laga. Ni podcast ya kihistoria kwa sababu imetufanya tumefunguka mengi, tumeelezea mengi kuhusu club zetu, tumeelezea mengi kuhusu mpira wa Tanzania. Kwa hiyo haitokei mara nyingi. Inatokea mara chache, na hiyo chache yenyewe ndio imewezeshwa hapa na Safari Laga. Kwa hiyo ni waombe wa Tanzania ambao wanapenda football, podcast hii itakapopanda tu mtandaoni, kitu cha kwanza kukifanya ni kuitafuta uitazame, kwa sababu uhondo wa humu ndani hautajirudia tena kwa miaka nafikiri hivi karibuni. Au unadanganya ndugu yangu?
Nimeitikia. Umeitikiaje? Hili sasa hatujalijadili. Alikuwepo ili kwenye podcast. Hili umekuja nalo wewe. Nimeitikia. Sasa unaitikiaje hivyo? Kaza ulimi kaka. Kuna namna imekushtua. Yaani sikutegemea kama na wewe unafanya mazoezi ya kumtamka kocha wetu. Sikutegemea kama na wewe kocha wetu huyo. Mtamke tena. Mimi nimekubali tena. Podcast yetu hiyo ilikuwa ndo kocha huyo. Nimefurahi kumfahamu. Ulizia na wewe hapo. Mimi tayari nishamaliza. Mo podcast? Tayari? Long time ago. Long time. Basi tunashukuru bwana. Tumezungumzia maendeleo ya mpira wa Tanzania. Tumezungumzia Taifa Stars. Tumezungumzia AFCON na maisha yake yote kuelekea kwenye michuano hiyo. Lakini kwenye upande wa mashabiki vile vile tumepata nafasi ya kugusia faida na athari ambazo zinatokana na uwepo wa mashabiki. Kwa hiyo mimi naamini kwa yule ambaye atafuatilia podcast hii itampa fikra mpya za kufikiria kuhusiana na anavyoutazama ushindani, anavyoutazama mpira wa Tanzania, na kuna mengi ya kujifunza kupitia podcast hii. Yaani natamani ulivyojibu hilo swali, ulivyotulia ndio ungejibu hivyo kwenye podcast rafiki yangu. Kwenye podcast umejibu kama mtu yani ambaye umenyoka yani. Nimekumbuka jambo hili. Kwenye podcast hii bwana, kila mtu kapewa heshima yake. Mimi nimepewa, nikisema mimi unasema najipendelea. Hiyo sio story ya kweli. Ni kweli? Hamna, sio story ya kweli. Hiyo unaitengeneza kaka. Ni kweli kaka. Tumepewa heshima wote kualikwa hapa kama wasemaji. Wewe umepewa jina gani? Wasemaji. Kama mwenzana jina gani lingine? Sio. Mimi nimeitwa executive. Yaani mtu maridadi. Wewe umeitwa semaji ya mabingwa, champion. Wewe. Wewe una akili wewe. Una akili wewe. Wamesema pale champion, nikaitwa mimi. Wewe ndo kapewa jina. Executive nyingi zinakuwa lodge. Haina comeback hiyo. Kama tulivyosikia wenyewe wameongea, mabingwa ambao tumewa katika mpira wameelezea jinsi gani walivyochambua mambo ya mpira, na hii episode ya kwanza itatoka Jumamosi hii. Kwa hiyo watu waendelee kufuatilia, itatoka kwenye mitandao yote ya jamii ya Safari Laga, na pia kwenye kwa urefu wake itatokea YouTube. Kwa hiyo kuanzia Jumamosi tutaanza kurelease kwa episode moja. Kwa hiyo tunawaambia Tanzania waendelee kufuatilia na wasikilize kwa makini. Ni historia nzuri sana ambazo wamezileta, naamini kabisa watakaofuatilia wataburudika na watajua vitu vitatu kwenye vya mpira.